kitu kizuri kwa Simba Sports, Ndiyo. hawajaruhusu magoli matatu, ambayo ingekuwa hatari zaidi. Ingekuwa hatari zaidi. Hii mechi kwa Simba Sports ni mechi nyepesi mno Benjamin Mkapa. Paka hapa ilipofika. Yes, for me nakwambia ni mechi nyepesi Benjamin Mkapa kwa maana mbili. Ila hatuna uhakika wa uwanja. Hata kama unachezewa na Nyankumbu, si ndio? Geita huko. Yes, kwa sababu wale wanakuja na uoga kwamba hii timu inapokuja nyumbani huwa ni hatari, si ndio? Tayari ni advantage ya Simba Sports. Ndio. Sasa usahihi wa Simba ni nini? Ni kutumia nafasi kwa wakati. Ndio. Lakini pia sintategemea kumuona Ateba kwa sababu kazi yake kwa hapa imemalizika. Yes, ndio maana mwalimu hakuweza kumtoa kwa sababu anajua yule Dayo na mwenzake, si ndio? Ukiwaacha tu wale watengeneze build up waanze kusogea juu, maana yake wale watu watacheza watu wote 11 uwanjani. Utaathirika zaidi. Ndio maana unamwona Leon Ateba hakupiga shoot on target. Of course ni moja tu ambayo ilikuwa lidako na lienda nje, si ndio? Ndio. Lakini hakuwa na mchango mkubwa wa kupiga mashuti, lakini kazi yake kubwa ilikuwa ni kuwafanya wale walinzi wa kati wasio na ile passion ya kusogea juu na kupush mashambulizi wachezaji wote 11. Kwa hiyo walifaidika zaidi kwenye eneo hilo, na mwisho wa siku magoli 2-0. Ndio. Simba Sports kwa msimu huu wametuonyesha kwamba wanaweza kuyabeat na kurejesha. Walifanya hivyo mbele ya Al Masry, lakini huyu ni RS Berkane. Na Berkane amedhihirisha kwamba nyavu zake kwa msimu huu hataki ziguswe, na amemaliza michuano ya kombe la shirikisho nyumbani bila nyavu zake kuruhusu goli. Ndio. Michezo yote alicheza pale hakuna mpira uliingia kwenye nyavu zake. Na hii mechi ya finali ya kwanza imemalizika pale nyumbani kwao bila kuruhusu bao kwa mara nyingine pia. Maana yake hapo unapata picha kwamba hawa watu utawafunga lakini sio nyumbani. Ndicho ambacho kimetokea na kwingine. Yes, na wamefanikiwa kufanya hivyo, na walikuwa wanaweza kupata mabao zaidi ya 3.